the old serpent, ndiye akaja kuleta shida katika familia ya Adam na Hawa, ili makusudi wafukuzwe kutoka katika hiyo shamba ya Edeni. So hii shida unaona iko kwa nyumba, kwa familia, haijaanza leo. Ilianza wakati wa Lilith. Hii mambo unaona mnashindana katika ndoa, kuna shida. Wengine hata wamekuwa mabroka wa mabibi zao. Ukiuliza kitu bei ni bei gani, unaongeza 50 yako juu, na ni bibi yako. Wewe umekuwa broka wa mke wako. Kuna mwingine hii kitu nawaambia ni kweli, hapa Mombasa inaendelea. Mtu anaagiza mtungi wa gasi, na kwa kuwa mtungi wa gasi ni pengine ni 2,400 ama 2,800, anasema ni 3,000 kwa sababu amesema kuleta kwa nyumba mpaka ni 3,000. Lakini yule mtu ameandika free delivery. Kwa hivyo kama ni 2,800 ni 2,800, lakini kwa sababu anataka kutoka, anaana kitu kwa mfuko, anaongeza 200. Na kwa hivyo bibi atatuma pesa direct kwa mume, mume alipe ili akate ile 200 yake. Hapo ndio tumefika. Na hiyo roho ndio imezaa roho ingine ya watoto, mpaka umwekee shilingi 20 mfukoni ndio aende shule. Mpaka umwekee pesa kwa mfuko, na unaweza weka pesa imekaa vibaya, akakwambia baba unafanya kazi. Mimi ninasoma. Wewe ulipokuwa ukifanya kazi, babako alipokuwa wewe mdogo alikuwa anakupatia. Sasa kwa kuwa babako alipanda, majuto yakawa kwa wajukuu. Kwa hivyo mwekee mtoto wako shilingi 20 aende shule. Yaani in short, pea ongo mtoto wako ndiye asome. Si ni kumuonga? Kwani kuna nini? Kwani kitu kidogo ni nini? Sio ni kitu kidogo. Kwa hivyo kitu kidogo haiko serikalini peke yake, iko mpaka katika serikali ya nyumbani. Na inaanza hapo na baba, maana baba ndio kichwa. Na hivi hata iko mpaka makanisani. Kuna mtu ataka akutumie kama ni 1,000 hivi, manake anajua tithe yako ni kubwa, anakutumia kitu ili akwambie si ukuje ukuwe mshirika wangu. Anakutumia kitu, anakununua uje ukuwe mshirika wake. Kwa nini? Kwa sababu ya tithe. Ile tithe anayepata mshahara wake ni manager. Sasa wewe unatafuta njia. Kwa hivyo utafuti Mungu, wewe umekuwa mchungaji kutafuta pesa. Na ikifikianga hapo Mungu anaondoka. Roho wa Mungu anaondoka. Hata kaa kanisani, anawaachia mfanye biashara zenu. Hapo ndio palifika Yesu akachukua kiboko. Akasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, haitaitwa nyumba ya wanyang'anyi. Makanisani kumeingia roho ya unyang'anyi. Yaani wewe kazi yako ni kukamua washirika kama ng'ombe. Hata ng'ombe ni afadhali. Ng'ombe si ana miguu 4. Hesabu pia wewe una miguu 4 kwa sababu uko na mikono miwili na miguu miwili. Kwa hivyo unapokamuliwa ujui, lakini unakamuliwa. Ukirudi kwa nyumba ndio unakumbuka, jamani, rendi hatujalipa. Na pesa yote wallet iko tupu. Ulikamuliwa. Kwa sababu kuna mbegu ilipandwa ndani ya hiyo kanisa. Na kila anayekuja hapo kama mchungaji anaambiwa vizuri, kiapo tulichokula hapa tangia mwanzo ni tuhakikishe tumewakamua hawa washirika, tuendelee kutajirika. Naye Yesu akasema ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko mtu tajiri ama mwenye dhambi, maana mtu tajiri ni mwenye dhambi, kuingia katika uzima wa mbinguni. Kwa hivyo kuna mambo ambayo kama mchungaji, kama mimi leo nikifanya, yata-affect hawa washirika na watoto wao. Kwa hivyo lazima mimi kama mchungaji, neno lolote nitaongea mbele yenu, ikiwa kweli ninafuata haya maandiko,
hilo neno litatimia. Lakini kama ni unabii wa kujitungia, kwa sababu nimeona kuna matajiri ndani ya kanisa, unabii ambao ni wa thus says the Lord, hiyo imepitwa na wakati. Kulikuwa naye wapi ndiye akasema thus says the Lord, give everything in your bank account. Kwa nini huyo Mungu aseme thus says the Lord kabla kila mshirika atoke kwa hii nyumba nihakikishe nimempa 1,000? Chungaji, mshirika akitoka hapa tuhakikishe yani tumempa 500. Mbona kutoka Januari wao ndio wanatoa mpaka Disemba? Ni lini wewe utawa appreciate au washirika? Maanake kila siku wao unasema Mungu ndiye atawa appreciate. Najua kuna wenye sahihi wanasikia vibaya wachungaji, kwa sababu sasa ninaingia ambayo ni area ambayo ni sensitive. Maanake tunaelekea Disemba, na hiyo Disemba tarehe 25 kuna kuleta bahasha ya kuja kushika mtoto, na huyo mtoto sijawahi muona hata siku moja kanisani. Huyo anashikangwa. Maana kama ni Yesu, Yesu si mtoto. Na wewe siweka sanamu ya Yesu hapa mbele na uniambie ndio umekuja kushika hiyo. Ulijuaje huyo ndio Yesu? Ulikuwa hiyo kamera ulikuwa nayo wapi? Hiyo video ulichukua wakati gani? Unaleta katoto hapo unaweka hapa, halafu unaweka Mary hapa na huruma yake. Ashindwe katika jina la Yesu. Na kama kweli ni Yesu, si umpe basi tuone akichukua. Mbona unaweka hapo chini hapo unaweka chini? Si umpe achukue kwa mkono kama yeye ndio ulimletea hiyo bahasha. Itisha tu bahasha useme ni wewe ndio unataka bahasha, lakini hakuna mtoto. Mtoto wa kushikwa alishikwa wakati ule watu walienda kuhesabiwa. So afadhali hata uende bara kwenu ukahesabiwa. Sababu Disemba ndio watu wengi usafiri, fare zinapanda kwa sababu watu wanaenda kuhesabiwa. Si ilikuwa ni amri ilitoka kwa Kaisari watu wakahesabiwa? Lakini watu wanasafiri kwa jina la Disemba kwamba Yesu amezaliwa. Yet watu wanasafiri kwa ajili ya amri ya Kaisari. Kwa hivyo hapo Mungu hahusiki. Mungu hahusiki. Endeni tu mchinje. Lakini mjue hamchinji kwa mapenzi ya Mungu. Mnachinja kwa mapenzi ya vitu vingine ambavyo haviko kwa maandiko. Hata ukisoma kuanzia Genesis mpaka Revelation, Isaya tu ametabiri kuzaliwa kwa Yesu, kwamba atazaliwa, na hakutaja date, isipokuwa wakati mimba ya Yohana imebebwa. Hapo ndipo maandiko yanasema katika mwezi wa 6 hapo malaika akamtokea, na alipomtokea Mariamu, wakati Elizabeth anamsalimia Mary ama Maria ama Mariam, manake hiyo jina limefanywa mara 3. Kuna Mary Kizungu, kuna Mariam Kiswahili, si ndio? Na kuna Maria pia Kiswahili, na kwa Kikamba ni Maria. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Elizabeth anamsalimia Mary, anasikia kitu kimeruka katika tumbo yake Mary. Hapo sasa ana conceive kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ulikuwa unahesabiwa, ulikuwa ni mwezi wa 6. Aya, hesabu kuanzia mwezi wa 6 uniambie kufikia Disemba hii kama ni miezi 9 kama mtoto atakuwa amezaliwa. Simple calculation, ili tuwaprovie kuwa wakorongo na kwamba hii si mapenzi ya Mungu.
Kwani Mungu anadanganya? Si yeye ndiye anayesema usidanganye? So unakuta ya kwamba huo wakati, kama mwezi huu sasa ni mwezi wa kukumbuka wafu. Mwezi huu kwa wengine, si wa wote. Aliyeokoka ameoshwa na damu ya Yesu, na anayejua maandiko yaliyo katika Ecclesiastes chapter 9 verses 4, 5, 6, mwezi huu kwake si mwezi wa kukumbuka wafu, ni mwezi wa kumwabudu Mungu katika kweli na katika roho. Ni mwezi wa kwenda kutafuta wenye dhambi na kuwaleta kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwezi ujao ni mwezi ambao kafara nyingi zitatolewa, na itaenda mpaka Januari. Kwa hivyo nawaambia na mapema, muombe kinyume na roho ya mauti. Muombe kinyume na roho ya sacrifice, umwagaji damu. Watu huuliza, mbona mwezi huo ndio kunakuwa na maafa wengi? Ndio, ni kwa sababu watu wengi wamedanganywa na wanakula matunda ya uongo. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ukikaa mbali na Mungu unakaribisha kaburi.